Kaangalie na huko. Wacha mimi kaangalie na huko. Uko makini. Hapa ni msituni kwa unaweza kupambana na simba ndani ya. Haya, kwa makini. Jina. Unaita bwana. Usikie kuna jamaa anaweza sikika. Jina. Kwa makini kabisa. Jina. Jina. Wewe jina. 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 Wewe jina. Umesikia sauti ya Mungu? Nimesikia. Kama ni hao. Kama kini kabisa. Sikiza vizuri. Jina. Wewe katafuta na huko, mimi nikatafuta na huko, sawa? Sawa. Haya. Ukipata huko, uniambie. Sawa. Hakuna mwingine kama wewe. Nampenda mpenzi wangu jina. Hakuna mwingine kama wewe. Jina, Mungu jina. Nampenda mpenzi wangu jina. 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 Jina wangu jina. Nampenda jina. Hakuna mwingine. Sauti ya watu kwenye msitu wao. Nasikia sauti ya sina uhakika. Nampenda mpenzi wangu jina. Hakuna mwingine kama wewe. Nampenda mpenzi. Ashua dadangu, ashua. Mbona uongei? Ashua dadangu. Mamangu. Mamangu.
Wewe Sudi. Njoo tukaende. Kimbia mbio hata. Kimbia. Kwa nini kampata dada yako? Hata mimi hata sijui. Maana naona ni kama mbadilika hivi anakaa kama mnyama. Mimi hata mwenyewe nimemwona tu amebadilika na hapo nyuma alikuwa. Sasa hivi hakuna cha kuzungumza tena. Tukakimbia maana ule unaona bila anakaa. Angepata tatuzuru sisi wote. Tukaende. Wewe Sudi. Sudi bado ni ashua. Na nikwambiaje? Jina. Tufanyeje? Tabidi tutoroke. Tabidi mimi nikakabidhiana naye. Sawa. Nitorokeni. Fanyeni mkienda, sawa? Jina. Mambo kicho. Nasema Jina umemwacha wapi? Nimefikia mahali. Nilikuwa nimekuambia mbaki naye pale mimi nikakabiliana na hii mambo mengine. Nimefikia mahali nitakuja nikusaidie. Sasa wewe unafanya sema nini nataka nikusaidie ndio nipambane. Hawa watu wenye wamebadilika na kuwa mashetani wako wengi. Sasa wewe nao umeacha Jina akiwa peke yake. Kitu kimzuru kule. Nimepambana nao, nimeua wote. Umeua wote? Nimeua wote. Sawa basi tukaende wote pamoja maana na ukwe makini. Kitu kinaweza kutokea hapa msituni. Umesikia? Unafaa kuwa makini. Sudi, umesikia sauti ya Jina bado anapiga nduru? Asisikie. Uko liko mwacha hapo salama kweli? Akopo. Nimekabiliana na kitu leo majitu nimeua. Kaa harakisha twende. Harakisha. Jina kwa anaumia. Kijo. Nini? Kijo wapi? Hapa kwa mgongo. Kanitoe. Ai. Sudi. Ninakwambia bwana zicheze na dadangu wewe. Ai. Sudi. Bora mimi kichwa hivi. Maana siwezi ishi bila Jina. Jina nampenda sana. Haijalishi kama na Sudi ana niwinda namna gani. Lazima nikampate Jina. Wewe ni nani? Nani? Wewe tuko nani?
Mbona anisije mimi nikamwoa dada yake? Ni lazima nikamwoe Jina. Niwe liwalo. Bora nife mimi kichwa. Ndio. Ana tu. Mbona kwenda jambo? Siwezi hata kidogo, pengine ni wewe. Unajua bila wewe mimi siwezi ishi. Hata pia mimi. Nakupenda sana. Sasa kupiga mpenzi wangu, ndio mpiga. Unazunguka kupiga mpenzi wangu sio mimi. Nina uchungu sana. Hata kitendo umefanya siku ile ya juzi, nije nifurahishe. Sababu dada yangu tulipigana hiyo maneno kwa. Haikuisha. Wewe kwako ilisha lakini kwangu haijaisha. Ilisha. Nina kisasi ndani ya roho yangu inaniumiza. Kwa nini kisasi gani? Si nimegomba mtamani imeisha. Sasa ni kaka. Si tu kama kwa huruma yako na nini. Alizo. Huyu jamani alikuwa ni matane sasa. Kwa nini sasa nimomba mtamani unanisamea kile kitu kwa poa. Jinsi dada yako utampata mimi sitaki kujua. Mimi siwezi onekana wewe. Maana kumkuni vile kuna wanyama wakali. Unapambana na mbona unataka kunishawishi tu kile rahisi ili mimi nikajijue mguu yangu huu. Naenda kuelekea msituni. sina kuwa. Unajua hata kama uko na njama ya kuniangamiza. Sina njama. Aizo, huyo kachumba akuje kuniangamiza huyo. Kama kaka msisi ya dada. Huyo atakuwa amekutuma kuja kuniangamiza kabisa kabisa. Wewe ni shemeji yangu. Sawa ni kidogo kidogo. Sasa hivi ndio umetambua mimi ni shemeji, sio? Wakati ule ukinipiga mimi nilikuwa na dada yako, ulikuwa unaona mimi kama ni adui. Sasa hivi umeniona kwa mtu wa muhimu kwako. Kaka tayari nishakusamehe. Nasikia Sudi nishakusamehe. Ile usirudie hiyo siku nyingine tena. Unasema amepotelea wapi? Hii msitu yetu hii ama ile msitu yenu ya bondeni huko? Ya bondeni. Na ile msitu vile ina wanyama wakali. Tutajua nini kimefanyika kule. Hapo unasemaje hizo? Sasa hizo. Mimi nitaandamana na wewe mpaka msituni hadi tujue tutampata Jina wapi. Sawa? Ila sharti moja. Hatuwezi elekea wote kule msituni. Kule kuna wanyama wakali. Sawa. Hizo. Hatuwezi andamana na wewe. Nataka tuangamia wote kule. Kwa sababu wewe mgali mchanga na hapa nyumbani tuwezi toka tukatoka wote. Mimi naelekea na huu kule alikosema msituni sijui bondeni kule. Kitakacho endelea kule atakuja baadaye. Sawa? Wewe hutaelekea kule kama yule. Sawa? Hapa nyumbani unajua tuko sisi wangapi? Unajua yule ni mpenzi wangu ndio maana nimeamua kuelekezana na huyu. Kile huyu nilikuwa mpaka mkatakata na hii jema. Ila mapenzi nilio nayo kwa dada yako ndio nimeamua kuelekezana na wewe. Wewe utaelekea shambani, uende ulime. Sawa? Sawa. Kitakachoelekea kule nitakwambia. Hakuna mtu anacheza na dada yangu. Huyo mjinga. Nimeona. Wewe nimekuwa, hata mimi niende. Jina. 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 Nini kwa hapo bwana? Naona umesileki. Njoo hapa. Wanitia nini? Jina. Wanitia nini? Twende nyumbani. Mpenzi wangu yuko wapi? Twende nyumbani. Haujipe nyoko na ulikuwa naye?
Ameuawa kwa msituni. Ameuawa na nani? Na mazombi. Mimi siendi. Twende. Nenda nyumbani, mimi nataka mpenzi wangu. Twende bwana nyumbani bwana, ameuawa huko bwana, utauawa na mazombi. Ameuawa na nani? Wewe niache. Twende bwana.
Unajua kuogelea? Unajua? Oh, usifanye maneno. Siwezi kukunyanyuka. Kama ukipeleka huko katikati leo unaweza kuendelea huko. Mbona nina sense ni kama kuna hatari. Nimeokoka. Na hatari. Nini? Nini wewe? Nini mbaya? Kitu hapa. Mbaya nini? Walikwenda kumwangalia jina. Walienda kumwangalia wapi? Walienda kumwangalia msitu wa bondeni. Walikuwa wameenda kutafuta nini huko? Walikuwa wameenda kumwangalia jina. Alikuwa ameelekea huko kwa shughuli gani? Hatujui hata. Na wamerudi ama? Bado hawajarudi. Ina maana gani? Wamepotea. Wamepotea? Kwa siku ngapi? Ni jana na leo. Nataka kutuma ukafanya hivi, sawa? Nataka uende ukaangalia wana kijiji wote. Wakakucha hapo wote. Kuna kitu nataka kueleza. Kwa sababu naona hali sio nzuri. Umesikia? Kimbia ukaenda ukatafute wote. Wamama kwa watoto wote. Kuja hapa mara moja. Naona kuna hali ya hatari. Sio tutakimbilia wapi?
Jameni, mama. Mama nani jameni? Jameni sana. Mama Suhura, jameni kugawa. Kwani ni hapo? Jina jameni tukuona. Ndio maana tunataka. Tumepotea. Ndio kuna maji. Yani nimeamua tu kukaa nyumbani na ngoja hata msije mnitembelee waone jamani. Hakuna nafasi. Sasa tuenda kwa mkubwa jamani. Na mmenyamaza tu mniambie kwani vipi? Tunaenda tu kusikiliza ni nini alichokuitia yeye. Ah jamani. Aisa, njoo hapa. Njoo nisaidie nikaketi. Kwasia mulitala, 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 kwasia ulidala, kwasia ulidala, kwasia ulidala. Kaeni chini. Nilichofanya wanakijiji ni waita mahali hapa. Kwa ile shida ambayo imetokea. Habari imenifikia. Kuna wale ambao wamepotelea katika msitu ya Bondeni. Alafu tena naona kuna hali ya hatari imetokea. Ukienda kwa hivi vijiji vingine hii imeangamiza watu. Ni ugonjwa mwingine mbaya sana. Na naona vile inaendelea kusambaa. Naona itakuja ifika mahali hapa. Naona pia sisi itatuangamiza. Sasa kitu ambacho kitafanya ni waite mahali hapa.
tukaweze kuangalia ni wapi tutapata usaidizi. Na kingine, nisikia habari hii ugonjwa imetokea, inamaliza watu, na kuna dawa imepatikana mahali fulani. Sasa itabidi kwa nyinyi watu wawili wajitokeze wakaweze kuenda kutafuta hiyo dawa, wakalete, ili kila mmoja ambaye anakaa katika kijiji hii akaweze kupokea hiyo dawa, na kama itawezekana tena tupate wale ambao wamepotelea msituni huko. Kwa sasa sijui ni kitu gani kimewapata huko, au ni hii ugonjwa ambao wanasema imewapata pande hiyo. Sichelewa nini imewapata pande hiyo penye wamepotelea. Lakini kwa utabiri wangu ninaona ni hiyo ugonjwa ndio imewakuta huko, kwa sababu hii ugonjwa inapoingia kwa mtu na akikutana na mtu ambaye ako timamu akimuuma, huyo mtu anashikwa na ile ugonjwa. So nafikiri pia kama watapatikana, nafikiri watapatikana wakiwa na hiyo ugonjwa. Sasa nataka watu wawili wakakimbia wakatafuta hiyo dawa tukakae nayo. Kwanza tuanze na hii kijiji hapa karibu. Kila mmoja akapokea hiyo dawa. Tutaonyesha vile mtafanya ili mkaweze kujikinga hiyo magonjwa. Ndio sasa mtakapoendelea kutafuta wengine ambao wamepotelea msituni kule bondeni, wakipatikana tutawapia pia hiyo dawa, hawataweza kupona. Kwa sababu unapokunywa hiyo dawa, ukikutana na ule ambayo amepatikana hiyo ugonjwa, akikuuma, hiyo ugonjwa haiwezi kukukamata kwa sababu wewe ushapata dawa. Unanisikiza? Sasa inabidi tufanye hivyo kwa haraka, kwa sababu hii ugonjwa inatembea usiku na mchana, na inatembelea kwa watu. Inapoingia kwa mtu, anakaa ni kama mnyama mwingine tu. Sasa kuanzia saa hizi nawaeleza la kwamba kila mmoja anapotoka mahali hapa kuenda kukaa kwa nyumba yako, hakuna kutoka, kwa sababu utatoka na ukutane na ile kitu ambaye imepepa ile ugonjwa. Unanisikiza? Na kabla mwanze kuenda kwa manyumba zenu, nataka watu wangapi hapa wajitokeze nikaweze kuwatuma katika kijiji hapo wakaende kuleta hiyo dawa. Nani ambayo nitatuma kule? Kwa nyinyi nyote. Hakuna mwingine? Kacho. Unafahamu ile kijiji? Sasa hawa ni wale ambao nitawatuma waende kule wakaweze kuleta ile dawa, kwa sababu hii ugonjwa ni hatari, imeangamiza watu wengi sana. Kwa sababu ninapotabiri naona hali sio nzuri, watu wanaangamia. 10 na neno. Neno gani tena? Mimi nafurahia shemeji yangu hapa hivi kujitokeza, sababu pia mimi mume wangu amepotelea msituni, sijui aliko, sijui kama ako hai ama amekufa kitambo. Apotea lini? Alipotea kitambo, muda umepita. Sasa uende ikawa ile ugonjwa amekutana nayo ama? Siwezi nikajua. Sasa wakati wamejitokeza hivi, mimi nafurahia waenda wakatafute dawa iweze kurudisha watu ambao wamepotelea msituni. Ni sawa. Pia mimi ninawaharakisha kwa sababu hiyo dawa inahitajika haraka iwezekanavyo, kwa sababu naona watu wanaendelea kuungua. Wakati ugonjwa unapoingia ndani mwako, inakutuma katika hali kuenda kutembea msituni.
inasababisha mambo ambayo hatutaki yaendelee katika kijiji chetu. Na wale ambao watakimbia kuleta ile dawa, usifanye mchezo katika njiani. Ukaende mbio, yote ikafika mahali hapa, ukaweze kusaidia wale ambao wachakutana ile ugonjwa, na twende utafute wale ambao wamekutana ule ugonjwa ambao ni wanakijiji wetu, ukawapee hiyo dawa ili wakapate uponyaji. Sasa wale ambao hawaendi, kila mmoja akatoke mahali hapa akaende nyumbani kwake na akaketi kwa nyumba. Usiwe mtu wa kutoka ovyo ovyo, kwa sababu kitoka ovyo ovyo utakutana na ule ugonjwa. Ni sawa? Ni sawa. Nataka nipaki hapa na wale ambao natuma kule. Nyinyi wengine mkaelekee nyumbani na mkaketi katika mpaka wakati tao itakaporudi. Nitawaita. Nendeni. Sasa nyinyi ambao mnaendea ile dawa, nataka kueleza la kwamba unapoendea hiyo dawa mkiwa barabarani, mkakuwe makini. Sawa? Kwa sababu ile kijiji ya Sapa iko na mwendo na mtafuka midoni aina mbalimbali. Sasa ninaomba mnapoenda mkawe makini ili mkafike kule mkapatiwe hiyo dawa. Mtuambia Msema Chembe ametutuma kwa sababu wananijua, watawapatia ile dawa na mtaleta. Ni sawa? Naomba mkaelekee na hii njia na msipatilishe, itawafikisha salama na mtarudi salama, na muwe makini. Ni sawa? Nenda kwa haraka.